Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza karibuni sana katika ofisi ya AAFP au makao makuu ya chama cha AAFP. Kwanza ni washukuru awali waandishi wa habari kwa kusikiliza wito wetu, baada ya kuambia tu kwamba tutakuwa na press ya kuongea na wananchi. Basi naona mmejitokeza kwa wingi wenu na tunashukuru kwa jinsi mlivyojitokeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 4 2025. Chama cha AAFP leo kilikuwa na mkutano wake. Nianze tena Ndugu zangu waandishi wa habari, leo chama kilikuwa na mkutano ambao ni kamati kuu ya chama, ambacho leo kimeridhia na kutoka na tamko la kusema chama cha AAFP kinaingia kwenye uchaguzi mwaka huu, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa hiyo tunawatangazia wananchi au Watanzania wote kwamba chama cha AAFP mwaka huu kinashiriki uchaguzi pasina mashaka, kwa sababu ni haki yetu ya msingi ya kushiriki demokrasia ya kuweza kuchagua viongozi ambao wananchi watawapendekeza miaka 5 ijayo. Sasa basi, chama cha AAFP leo kimetoa na tamko au kimekuja na tamko la kuweza kutoa tamko kuwa leo kimepuliza kipenga cha kuweza kutoa fomu za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwanachama wa chama cha AAFP yoyote ambaye anajiona ana sifa ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile kugombea urais wa Zanzibar. Chama cha AAFP leo ndiyo kimetoa funguo ya kufungua panzia hilo, na kuanzia kesho chama kinatoa fomu za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sambamba na fomu za mgombea urais wa Zanzibar. Kwa hiyo basi, kwa wale wanachama ambao wana sifa ya kugombea, basi milango ishafunguliwa na gharama ya fomu utakuja kuchukua bure. Utaichukua, utaenda kuijaza, lakini pindi pale unapoirudisha hiyo fomu, hakikisha fomu ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, gharama yake ya fomu hiyo itakapoirejesha lazima wambatanishe na malipo ya shilingi milioni 1. Lakini fomu ya urais wa Zanzibar, nayo utakapoirejesha nayo unatakiwa uambatanishe shilingi 500,000, itakuwa ni ada yake ya fomu ya urais wa Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimekuiteni hivi, hii ni mchakato, kwa sababu uchaguzi ni mchakato. Unavyosema uchaguzi ni mchakato kwa sababu kuna sehemu unaanzia, kwa sababu tumeona makatibu wakuu wa vyama vya siasa wamesaini kanuni za maadili Dodoma tarehe 12. Huo ni mchakato wa uchaguzi, na sisi tunaanza na sasa ndio mchakato wa uchaguzi, kwa sababu chama chetu ni cha kidemokrasia, na ndio maana tumetoa rumors au tumetoa out ya kusema wanachama wajitokeze wachukue fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuwapime katika nafasi hiyo kwa wale atakayejitokeza. Sisi sio vile vyama ambavyo vinakuja anajitokeza mtu mmoja, mimi ndio nishachukua, mimi ndio nagombea peke yangu. Hapana. Siasa maana yake lama ianzie ndani ya chama. Siasa maana ianzie ndani ya wapi? Ndani ya chama. Ndani ya chama alama kuwepo na ushindani. Ushindani huo utatokana na wanachama kumchagua kiongozi ambaye atakayeweza kuwasukuma katika uchaguzi huu. Na ndio maana tumetoa leo tarehe 15, kesho tarehe 16 fomu zinaanza kutolewa kwa mwanachama wa aina yoyote ambaye anajiona ana sifa ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ana sifa ya kugombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Tumetoa fursa kwa wanachama mujitokeze kuchukua fomu ili muweze kuomba nafasi hiyo na kufanyiwa mchakato ili muweze kuchaguliwa. Sasa basi, kwa maana hiyo fomu hii inaanza kutolewa kuanzia kesho. Ina maana mwisho itakuwa ni tarehe 22. Ina maana ndani ya siku 7 fomu hii
unatakiwa ichukue kuanzia kesho, ndani ya siku 7 uwe umeshairejesha. Mchakato wa usaili. Mchakato wa usaili katika nafasi hii ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar itakuwa ni tarehe 25. Ndiyo mchakato utafanyika wa kuweza kuwachakata hao wanaoomba hiyo nafasi ya kugombea nafasi ya juu kabisa ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya juu kabisa ya urais wa Zanzibar. Mchakato wake na usaili wake utafanyika tarehe 25. Lakini ndugu waandishi wa habari, sambamba na hilo, tunayo fomu ambayo katika chama chetu tuna nafasi ambayo iko wazi ya makamu mwenyekiti Tanzania Bara. Nafasi hii iko wazi. Baada ya hapo tumeamua sasa kutoa na fomu pia kwa wale ambao wenye sifa ya kugombea nafasi wa makamu mwenyekiti wa chama cha AAFP Tanzania Bara. Fomu nayo iko tayari, ipo sahihi. Ni kiasi cha mwanachama wa aina yoyote mwenye sifa ya kugombea nafasi ili akisukume chama chetu kisonge mbele, basi anaombwa kuja kuchukua fomu hii ya kujaza hiyo nafasi. Na fomu hii gharama yake ni shilingi 100,000. Masharti ya fomu hii ni lazima uzingatie kadi yako ya wanachama ni namba ngapi, umechukulia kadi hiyo kwenye tawi gani, umechukulia kwenye kata gani, umechukuliwa kwenye wilaya gani na mkoa gani. Hivyo vigezo vyote ukishavitekeleza, fomu yake urudishwe, utaingia kwenye mchakato na wewe kuchakatwa ili upate nafasi za kuweza kwenda kufanyiwa au kupigiwa kura ili upate nafasi hiyo ya kuweza kukiendesha chama chetu cha AFP kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Tanzania Bara. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, kwa nini nimekuiteni na kuambieni hii taarifa iwe official kwamba ni tayari sisi tushaingia kwenye kinyang'anyiro hiki? Kwa hiyo nije tu kwamba ile ambayo ni kamati kuu ya chama itakuwa ni tarehe 27. Tarehe 27 ndiyo tutakutana kamati kuu kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ambayo ndani ya chama tunataka kuyazungumza. Lakini pili, ule ambao ni mkutano wetu wa halmashauri utafanyika tarehe 28. Tarehe 28 mkutano wa halmashauri ndio utafanyika tarehe 28, na mkutano mkuu maalum wa chama cha AAFP utafanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa 4 jijini Dar es Salaam, ambao mkutano mkuu huo ambao ndio utatoa taswira na dira ya chama ni nani anaenda kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani anaenda kugombea nafasi ya rais wa Zanzibar, lakini pia tutapata ndio makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara, ndio utakuwa kwenye maamuzi makubwa wa mkutano huo. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, na kuombeni sana hii habari muwafikishie Watanzania na wananchi na wanachama wa chama cha AAFP kwamba sisi tuko tayari, tushaingia kwenye gurudumu la uchaguzi, na sisi ni watu wa demokrasia, na ndio maana tumetaka hasitokee mtu mmoja akasema mimi ndio nataka kugombea peke yangu kwenye nafasi ya urais. Sisi tunasema hiyo haiwezekani. Ndio maana tumetoa fursa kwa mwanachama wa aina yoyote wa chama cha AAFP mwenye sifa ya kugombea ajitokeze ili haje achukue fomu, apate nafasi, asailiwe, aenda ingia kwenye sanduku la kupigiwa kura ili aweze kuibuka nafasi ya kugombea nafasi hizo ambazo tumezisema. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, sitoweza kuwaacha kwa sababu uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani unaenda sambamba na wabunge na madiwani. Nafasi ya wabunge na madiwani, hii nafasi ipo kama ilivyo. Wenye nia ya kutangaza kugombea kwenye kata mbalimbali, kwenye majimbo mbalimbali, nao wanapewa nafasi kuanzia hivi sasa wajitokeze ili watangaze nia yao, ni wapi wanataka kugombea, kata gani na jimbo gani. Kwa hiyo tunatoa nafasi hii kwa wananchi, lakini tunatoa nafasi kwa wanachama ambao wenye sifa kugombea nafasi ya ubunge na udiwani. Tunawaomba wajitokeze kuanzia hivi sasa. Hiyo hatujaweka limiti,
kuanzia hivi sasa wajitokeze mpaka pale ukomo wetu utakapoweka bana nafasi ya ubunge na udiwani, kwa nafasi yetu ishaishia hapo, ndipo tutasema hapa nafasi hiyo tushaishia hapo. Kwa hiyo nafasi ya ubunge na udiwani bado iko open mpaka sasa hivi. Mjitahidi kuchukua fomu, na tunawaomba wale ambao wameshindwa kwenye vyama vyao, hawana nafasi huko ya kugombea, waje chama cha AAFP. Milango iko wazi, watangaze dhamira ya jimbo gani, kata gani watakaweza kugombea. Kwa hiyo basi sisi kama chama nafikiri tumepewa maagizo kama hayo, kama mwenezi nimepewa maagizo kama hayo, nimekuja kuwafikisha ili muweze kuwasambazia wananchi, lakini na wanachama wa chama cha AFP wenye sifa waje wajitokeze kuja kugombea nafasi ambazo nimezitaja ndani ya chama. Asanteni sana.